Karibuni na ujambo ndugu mtazamaji pia msikilizaji wa channel yako pendelevu Kuna Nini News. Kuna Nini News ni channel yako TV online iliyo na makao yake huku nchini Uingereza. Tunakuletea habari za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa zile zake za mashariki, habari za kanda kama vile zile za kimataifa. Leo ni siku ya Jumatano ya tarehe Julai 2 mwaka wa 2025. Haya ni matangazo yetu ya jioni. Nini tumekuandalia leo? Ndugu mtazamaji pia msikilizaji, mambo yanaendelea kuwa mabaya na kuleta wasiwasi mkubwa huko Bukavu baada ya Rwanda na DRC kusaini mkataba wa amani tarehe Juni 27 mwaka huu wa 2025 huko Washington DC. Kulikoni mtazamaji? Na kuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kauli mbiu. Wewe ambao bado hujasubscribe, yani kujiabone, huu ni muda wako. Usikose kujiabone, usikose kulike, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, bila kusahau kushare, yani kupartage kwa wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Nini basi tumekuandalia jioni mwaleho? Katika yale ambayo tumekuandalia ndugu mtazamaji, mambo yanaendelea kuwa mabaya na kuleta wasiwasi mkubwa huko Bukavu baada ya Rwanda na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kusaini mkataba wa amani tarehe Juni 27 mwaka huu wa 2025 huko Washington DC nchini Marekani. Habari tulizo nazo kutoka sehemu za Bukavu zadokeza kuwa M23 RDF-AFC wanaendelea kuongeza idadi ya askari wao kwenye maeneo hayo. Gari nyingi, malori na malori yanaonekana kuingia Bukavu yakijaa wapiganaji wa M23 RDF-AFC yakielekea upande wa kambi ya kijeshi Jules Muke ni ndani ya manispaa ya Bagira. Kuonekana kwa msafara wa magari hayo yanaojaa wapiganaji hao wa M23 RDF-AFC kumezua wasiwasi mkubwa sana miongoni mwa raia wa maeneo hayo, ambao walifikiria labda baada ya kusainiwa kwa mkataba wa Washington DC watawaona askari wa Rwanda kuanza kuondoka kutoka ardhi ya Kongo, lakini imekuwa kinyume. Wanaanza sasa kuongeza idadi ya wapiganaji wao. Maswali ambayo raia wengi wanajipa: je, Kinshasa inafahamu hilo au itazubahishwa tu na mkataba uliosainiwa kati ya ujumbe wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na ule wa Rwanda, kama vile mawaziri wao wa mambo ya nje walivyosaini baada ya kuandaliwa kikao hicho na wale wataalamu wa nchi zote mbili? Mtazamaji pia msikilizaji, hilo ni swali lililo kama vile kitendawili kinachokosa mteguzi. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, ikiwa hayo yanaripotiwa hivyo, habari tulizozipata kwa dakika za mwisho nazo zasema kwamba askari wengi wa M23 RDF-AFC kutoka Goma na ambao wanakadiriwa kuwa 8,000 walionekana kuegesha asubuhi ya Jumatano leo hii tarehe Julai 2 mwaka huu tulionao wa 2005 kwenye bandari za mji wa Bukavu. Yaani askari wengi wanaotajwa na kukadiriwa kuwa 8,000 na ambao ni wapiganaji wa M23 AFC RDF jeshi la Rwanda walionekana kuegesha kwenye bandari za mji wa Bukavu. Askari hao wanatajwa na duru za mahali kuwa huenda wakawe ni wale askari wa FARDC waliopokonywa silaha mwezi Januari mwaka huu wa 2025 wakati M23 RDF-AFC walipoushika mji wa Goma, na askari hao wa FARDC wakakamatwa na kupelekwa kwenye kituo cha mafunzo cha Chanzu. Nao wapiganaji hao wanaokwenda maeneo hayo ya Bukavu, habari tulizo nazo na duru za mahali zasema kwamba yawezekana ni wale walioonekana kupanda au kuelekea
kwenye kambi ya Jile Muke huko mjini Bukavu ndani ya manispaa ya Bagira. Na hali ya kuonekana kwa askari wengi au wapiganaji wengi wa M23 ADF AFC huko katika mji wa Bukavu inapelekea wengi kufikiria yale ambayo yalishuhudiwa katika maeneo ya mkoa wa Kivu ya Kaskazini, haswa sehemu za wilaya ya Rutshuru, maeneo ambako magari mengi yalionekana, malori mengi yalionekana ya M23 AFC RDF yakielekea sehemu za Chanzu, maeneo ambako ndiko kunaendeshwa mafunzo ya wale wote makurutu au askari wa FARDC waliokamatwa katika mji wa Goma baada ya mji huu kushikwa na wapiganaji hao wanaoungwa mkono na nchi ya Rwanda, kama vile tulivyopata ushuhuda kutoka maeneo ya Rutshuru. Kwa namna hii hatuoni amani kurudi baada ya kusaini kwa mkataba wa amani wa Washington, kwa sababu maelezo ambayo inatoka ngambo za Chanzu, Jomba huko Bunagana inasema kama zaidi ya gari 500 kamio zimeweza kuelekea hiyo maeneo kuenda chukua wa rebeli ambao walikuwa kuformasio Chanju na Musongati na kuwashia kwenye malinye de front mbalimbali. Hiyo haituoneshe kama amani kweli tarudi. Marekani imeweza kumediate hii kitu ya kufanana amani, lakini ngambo ingine M23 hawana kabisa hiyo utashi ama bonne volonté ya kurudisha amani wala ya kuweka silaha chini. Kutokana na habari hizo, ndugu mtazamaji pia msikilizaji, kama vile inavyoshuhudiwa katika maeneo ya mkoa wa Kivu Kaskazini mara gari zilipoonekana kwa namna hiyo, na kwa leo izungumuziwe kuwasili kwa wapiganaji wengi wa M23 RDF AFC katika mji wa Bukavu, haswa kupitia bandari za mji huo. Habari ambazo zinazagaa katika maeneo hayo zadokeza kuwa yamkini, yani huenda au askari wanaoendelea kuingia wale wanaoandaliwa kuandaa mashambulio dhidi ya maeneo ya wilaya ya Uvira na Fizi, maeneo ambayo yanawekewa ukuta mkubwa na wazalendo, haswa kwenye bonde la Ruzizi na milima yake. Bila shaka wazalendo kwa upande wao wanajiandaa vilivyo kuwasubiri wapiganaji hao wanaokuja ili waweze kupata kile wanachokitafuta. Duru za mahali haswa kutoka bonde la Ruzizi zadokeza, na ikiwa mambo yatakuwa kama inavyodokezwa na uvumi mwingi au fununu nyingi, basi tuyaachie majira muda tuone nini kitakachotokea, iwe wale wanaojiandaa kwenda kushambulia na wazalendo wanaowasubiri kwa hamu kuwapokea kwa mashambulizi yao ni ujio utakao tueleza mengi. Acha tukomea hapo kwa siku ya leo. Mtazamaji pia msikilizaji wa Kuna Nini News, na kuomba usishie hapo mwenyewe kusikiliza matangazo yetu. Naomba usikose kuwasambazia wengine, na vile vile usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo. Na kwa mwisho nakumbusha tu wewe ambao bado huja subscribe yaani kujiabone, usikose kujiabone, usikose vile vile kulike. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Basi acha niondoke nikikushukuru wewe uliokubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Hadi tutakapokutana tena hewani, nasema asante kwa kuandamana nasi.